Karibu sana katika simulizi hii. Kijana alikuwa anaitwa kwa jina la Peter. Alizaliwa mwaka 1984. Peter alipozaliwa, baada ya miaka miwili alipatwa na matatizo makubwa sana. Matatizo ambayo kwa mwanadamu wa kawaida lazima ya kusikitishe, kwani ni mazito mno. Wazazi wake na Peter, baba yake alikuwa akiitwa Mzee Emmanuel, pamoja na mama yake. Walikuwa ni watu wenye kipato cha kawaida tu, lakini walikuwa wanaweza kubadilisha mboga, kama vile ambavyo Waswahili husema pesa ya mboga walikuwa nayo. Peter alikuwa ni mtoto wa pekee kwa mama yake na baba yake. Siku moja Peter alipokuwa ametimiza miaka miwili, mama yake na baba yake waliamua siku moja kwenda kutembelea mashamba yao katika eneo lao ambalo walinunua kama miaka mitatu nyuma hivi. Baba yake na Peter, Mzee Emmanuel, alinunua ICT, yaani gari ndogo. Hivyo akampakia Peter na mama yake na kuanza kuelekea shambani kwa ajili ya matembezi ndani ya weekend hiyo. Walipokuwa njiani wanakata kona kuelekea barabara inayoelekea mashambani huko, ndiko ilipotokea ajali mbaya. Kulikuwa na lori lililojaza kokoto. Lilikuwa lori la hatari sana. Lilijaza kokoto nyingi sana, kokoto ambazo zilifanya lori lishindwe na breki kufeli na kuelekea katika ICT ya Mzee Emmanuel, yaani baba yake na Peter. Ndipo ikaenda ikaigonga gari hiyo, ikawa nyanga. Ndugu mpenzi msikilizaji, kama unavyojua ICT kwa lori lililojaza kokoto za kutosha ni mtihani kama sisimizi kukanyagwa na ng'ombe. Basi hali ilikuwa mbaya kiasi hicho, ulipigwa mzinga wa hali ya juu. Hatimaye Mzee Emmanuel na mkewe wakapoteza maisha papo hapo. Lakini Mungu si asumani. Peter alikuwa ndani ya ile gari, alivua viatu vyake, lakini kabla ajali kutokea, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na mgongano ule, Peter alilushwa na kulushwa mashambani huko. Peter alidondokea katika mlima mmoja hivi na akajigonga kichwa chake. Ndipo Peter alipapata maumivu makali na kuzimia papo hapo. Kuna mzee mmoja ajulikanaye kwa jina la Majimoto alikuwa akifanya kilimo katika shamba hilo. Ilikuwa simbari sana na ajali ilipotokea, hivyo alisikia mshindo mkubwa sana. Mzee Majimoto alisimama na kustopu yama kusimama kulima, na ndo akaanza kusikilizia mlio huo ulikuwa ukililia pande zipi. Wakati anaelekea kuangalia kipi kimetokea, anashika njia ya kuelekea huko, ndiko alipokuwa akipandisha katika jiwe hilo ili apate kuvuka upande wa pili, akamkuta Peter anaanza kulia, kwani fahamu ilianza kurudi. Ndipo yule mzee Majimoto alimchukua Peter na kuanza kumbeba, lakini kwa mazingira aliyomkuta alijua fika kabisa amerushwa kutoka katika ajali ile. Emmanuel pamoja na mkewe walikufa papo hapo. Hivyo watu tofauti kutoka mbali na karibu katika mashamba walikuwa wakifuatilia mshindo ule ulikuwa ulilia kiasi sehemu gani. Hivyo walipofika pale ndipo walipokuta Peter
wazazi wake wamekwisha fariki. Wakachukua nguo na kuwafunika kama ilivyo ada ya binadamu kuhifadhiana mara tu unapopatwa na ajali. Hali ilikuwa ngumu sana kwa upande wao. Baadhi ya watu walikuwa wanafahamu sura zao, kwani sura ya mzee Emmanuel ilibaki kama ilivyo, ingawa miguu yake na kiuno chake kiligawa sehemu mbili. Lakini mke wake vivyo hivyo, alikuwa nyanga upande wa mbavu pamoja na miguu, lakini sura yake ilibakia kama ilivyo. Hivyo kwa baadhi ya watu wanaowafahamu haikuwa ni jambo geni sana. Wengine walisema huyu ni mzee Emmanuel na mkewe. Lakini cha ajabu kilichokuwa kikiwashangaza watu wengi sana, walikuta viatu vya mtoto mdogo mure. Ndipo walipokuwa wakiulizana, je, huyu mtoto mwili wake uko wapi? Kumbe alikuwa amerushwa kule na kuelekea katika shamba la mzee Majimoto. Basi mara punde tu walipokuwa wakiulizana huyu na yule maswali na kukosa majibu, ndipo mzee Majimoto alipoanza kutokea. Maswali yao yalikuwa kama ifuatavyo. Jamani, si tunashangaa hivi viatu vya mtoto, lakini mbona mwili wake hauonekani? Ni kweli hata mimi napata maajabu. Au ajali ya jini hii? Jamani, wewe nyacheni, msipende kuongea mambo hayo. Ukiongea mambo ya majini hapa na si atatukuta hapa. Basi kila mtu alikuwa akiongea lake. Mara kidogo mzee Majimoto akatokea. Wale watu wakaanza kumshangaa mzee Majimoto akiwa amemshika mtoto yule peku na akiwa amechunika upande wa mguu. Ndipo mzee Majimoto alipofika pale akawaeleza kilichotokea katika kile kilima cha shambani kwake. Wote walikubaliana kwa pamoja na kusema kweli kabisa, huyu mtoto alikuwa ndani ya gari na Mungu atakuwa amemnusuru katika hilo. Hali ilikuwa ngumu. Watu waliofahamu mzee Emmanuel, wengine wakachukua simu yake na kuanza kumtafuta mdogo wake wa kike, yani dada yake mzee Emmanuel, yani shangazi yake Napita. Walipopiga simu iliita, lakini haikupokelewa. Lakini baada ya dakika kama 5 hivi ama 10, ndipo dada huyo ajulikanaye kwa jina la Lucy alipoipiga simu hiyo ya kakake. Alipopiga akakuta imepokea sauti nyingine kabisa. Alo? Alo? Nani? Kaka? Hapana, mimi sio kakako. Ila kakako yuko hapa, amepata ajali huku karibu na mashamba huku katika kijiji cha Mbweleni. Nani amepata ajali? Kaka yako mzee Emmanuel. Oh, toba. Mzima kweli huyo? Wewe njoo huku tu, chukua pikipiki huko, fanya haraka uje tu, lakini ameumia kidogo, njoo. Basi aliamua kumwongopea kwa sababu ashushe pressure yake. Basi yule Lucy alichukua pikipiki ya kukodi kama unavyojua tena. Alianza kutembea kutoka pale kwake kama maili kadhaa hivi kidogo ili kupata mji ambapo pikipiki zinapatikana. Ndipo Lucy akaelekea huko kwenda kuangalia ajali ambayo kaka yake amepata. Lucy alipokuwa anakaribia eneo la tukio, baadhi ya wadada walimpokea kwa juu, kila mtu alianza kumpa pole. Lucy alivyoona vile alijua kabisa kuwa kaka yake amekwisha fariki. Hivyo alikuwa akibubujika na machozi. Kaka unaniacha mimi kaka. Kaka unaondoka kaka, unaniacha. Kaka wewe, mimi ndo tegemezi langu wewe. Pole basi, pole ndo mipango ya Mungu. Ndo mipango ya Mungu dada, usijali, vumilia. Basi kila mtu alikuwa akimpa pole Lucy kwa lile lililotokea. Alipofika pale aliona miili ile miwili ya kaka yake pamoja na wifie. Lucy alishtushwa sana kumuona Peter amechunika mguu na kuanza kushtuka. Peter, kwa nini wewe ulikuwa mumu
Watu wakampoza na kumwambia, naam, Peter alikuwa humu, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Peter alilushwa, hivyo akufariki. Basi Lucy akamchukua Peter na kumkumbatia mtoto wa kaka yake huyo. Alifurahi sana Lucy kimoyomoyo kwamba kweli kaka ameondoka, lakini ameniachia picha hii. Na kusema la ukweli, Peter amefanana sana na baba yake mzee Emmanuel. Mambo yalikuwa mazito hivyo. Taratibu za kipolisi zilifuatwa na kila mtu aliridhika jinsi taratibu zile zilivyokuwa zikifuatwa. Na mwishowe polisi akaruhusu marehemu wale waje kufuatwa baada ya siku 2 kwa ajili ya mazishi. Kijiji kilizizima kwa ajali hiyo kubwa iliyotokea ya baba yake na Peter ajulikanaye kwa jina la mzee Emmanuel. Mambo yalikuwa mazito kwa upande wao. Basi msiba lilikuwa kubwa. Yaani msiba ulikuwa ni mkubwa mno, kwani kila mtu alishtushwa sana kwa ajali ile mbaya iliyotokea. Basi mazishi yakafanyika na kila mwanakijiji alishiriki kwa namna yake. Ingawa kilikuwa kijiji ambacho watu wanalima sana, wanapambana sana katika kila sehemu kuhakikisha maisha yanakwenda vizuri. Kijiji kijulikanacho cha Mkabeni. Basi miezi kapita baada ya msiba wa mzee Emmanuel kupita, Lucy akaanza kuishi na mtoto wa kaka yake marehemu ajulikanaye kwa jina la Peter. Maisha yakaanza kuendelea. Lucy alikuwa na maisha ya kawaida tu. Alikuwa analima mboga na kutembeza, kuweka kwenye tenga na kwenda ambapo kuna mji na kuanza kuwatembezea. Hayo ndiyo yalikuwa maisha ya Lucy ili kujipatia kipato. Na mumewe alikuwa ni mremaji mzuri wa miogo. Hivyo alikuwa akipandisha miogo katika baskeli kwenye tenga na kuelekea kwenye miji na kuanza kuuza. Hayo ndiyo yalikuwa maisha yao. Na kwa kipindi hiko walibarikiwa mtoto mmoja wa kike. Mtoto huyo ajulikanaye kwa jina la Selina. Maisha yakaendelea. Lucy alikuwa akiumiza sana kichwa kuhusu yule mtoto wa kaka yake Peter. Yaani mtoto wa kaka yake Emmanuel ajulikanaye kwa jina la Peter. Lucy alikuwa akiwaza sana namna gani yule kijana atapata elimu na maisha yake yatakwenda kwa baadaye. Kwani aliona ni mzigo mzito sana. Kila akimtazama aliona sura ya kaka yake. Hivi alikuwa akibubujikwa na machozi muda wote, akimwaza kaka yake na akimwaza mtoto aliyoachiwa. Miaka ikapita, Peter akatimiza umri wa miaka 4 sasa. Ndipo Lucy akaanza kujadiliana na mumewe ili waanze kumpeleka nasali. Lakini katika majadiliano yao yalikuwa ni mazuri sana. Yule mumewe akamwambia kutokana baba yake alikuwa na plan zake nzuri tu, hebu jaribu kumpeleka katika ile nasari ya kule mjini akasome, kwani kama unavyojua mke wangu, ukiachiwa yatima watu wote wanakutazama utamwendeshaje na utamleaje. Lucy akamwambia sawa, nimekuelewa. Umesikia mke wangu? Huyu mtoto ni yatima. Sasa kama amefikia kwenda shule, aanze kusoma nasari. Sasa hivi ana miaka 4 huyo. Kwa hiyo inabidi umpeleke katika shule ile ambayo watoto wengi wazuri wanasoma kule, na ukisoma kule mjini kidogo unaonekana kama una manufaa. Kwa hiyo ili huyu mtoto asijisikie mpweke sana, inabidi tuchange tumpeleke kule. Huyu mwanetu Selina bado umri, inabidi tufanye hivyo kwanza. Sawa mume wangu, nimekuelewa vizuri mume wangu.
itabidi kesho asubuhi nimpeleke kule nikazungumze na mwalimu. Jibu atakalonipa basi mume wangu nitakurudishia. Mazungumzo yao yalikuwa kama hivyo baina ya Lucy na mumewe. Mungu jali ya kesho yake asubuhi ikafika, ndipo Lucy akamchukua Peter na kumpeleka kule mjini. Alifika maeneo ya shule na kuanza kugonga eneo lile. Odi! Odi! Karibu. Odi mwalimu. Karibu dada Peter ofisini huku. Ai, asante. Habari za hapa? Salama, nikusaidie nini? Nimemleta mtoto huyu. Nataka aanze nursery. Okay, karibu ofisini hapa tukupe maelekezo then utajua jinsi gani ya kwanza. Anaitwa nani? Huyu bwana anaitwa Peter Emmanuel. Oho, Peter Emmanuel. Sawa, shida yako dada? Mimi nataka aanze nursery huyu hapa katika shule yako, kwa sababu shule yako inasifika kweli kweli. Na inaonekana watu wanasoma sana, wanacheza kwa furaha, wanafanya kile kizuri kwa kweli. Yaani shule yako inapata sifa sehemu nyingi sana. Na hata ukiingia katika mitandao pia tunaipata na tunapata sifa nzuri na tunaangalia kwenye mitandao. Najua tuko shamba huko lakini smartphone kidogo tunazo. Kwa hiyo hali ndio kama hiyo. Sawa, sieleze sana dada, najua usisifie sana. Unajua wanasema pombe ukisifia sana mwisho wake inakuwa na matatizo. Basi nimekuelewa. Basi karibu sana. Karibu sana. Ngoja nikupe fomu, nikupe na maelezo ambayo utatakiwa ulipie. Then Jumatatu aanze shule, sawa? Sawa, nimekuelewa. Lakini dada, ningependa kujua huyu ni mtoto wako wangapi? Story ndefu sana mwalimu, nikianza kwa kuhadisia. Huyu mtoto bwana ni mtoto wa marehemu kaka yangu. Kaka yangu alipata ajali, akafariki yeye na mkewe. Hivyo akanibakishia mtoto huyu ndo nimlee. Kama unavyojua mwalimu, ukilea watoto hawa yatima maskini inatakiwa wape haki zao zote, kwa sababu huwezi kujua huko wazazi wao wanajisikiaje. Uko sahihi shangazi yake na Peter kama ulivyosema. Basi ni jambo jema. Lakini nijaribu kukuambia jambo moja tu, kwamba si shule yetu hii, wakati mwingine wanakuja wazungu kutoka Ulaya wapi. Kama ulivyosema ulishawahi kuiona kwenye mitandao. Wakati mwingine tunarusha huko ili wawaone. Lakini mara nyingi huja hapa na kuwasaidia baadhi ya watoto na nini. Kwa mimi wazo langu, ila si lazima, ningeomba ujaribu kulipa pesa hapa nusu, kwa sababu umesema ni yatima, na yatima hapa tunawapokea pia, lakini hawalipi full fee. Kwa maana hapa inakuwa ni nusu. Wanalipa nusu alafu wanaendelea na masomo. Lakini kwa mimi ningeomba huyo awepo hapa in case ikitokea kama wanakuja wale wazungu, maana hawana muda maalum. Wakati mwingine wanakuja wanataka kuzungumza na watoto tu, kwa hiyo baadaye wanaona it's okay, wanawasaidia. Kwa hiyo kwa mimi wazo langu ningependa hivyo kama itawezekana. Na wewe ujitahidi kila wiki uje hapa kwa ajili ya kumuona na kumletea zawadi yoyote mtoto wa kaka yako. Sawa, ni wazo zuri. Lakini pia kwa leo nitaondoka naye, ila nitaenda kujadiliana na mume wangu, yani mjomba wake. Kwa hiyo nikishajadiliana naye, nadhani mimi Jumatatu, nadhani hakitoharibika kitu. Kila kitu kitakwenda vizuri tu. Usiwe na shaka mwalimu. Haya, asante, karibu. Haya, asante. Peter, bye. Bye. Kweli mwalimu. Peter anaonekana ni mjanja sana. Haya dada Lucy, huwe na siku njema. Asante. Basi Lucy akaondoka na kuelekea nyumbani, huko akiwa amemshika Peter. Wakafika mpaka nyumbani, na kwa bahati nzuri alimkuta mume wake amekwisha rudi.
Akampa maelezo yote katika lile lililotokea kule shuleni. Mumewe akamwambia si jambo baya kwa sababu ni jambo la elimu, ni jambo la kawaida tu. Kikubwa unatakiwa tuwe makini kwamba kila wiki basi twende tukamtazame anaendeleaje. Basi siku ikafika, Peter akapelekwa katika shule hiyo ya nursery kwa jina la hifadhi kwa sababu ni historia kweli. Basi Peter akaenda akapelekwa katika shule hiyo, akaanza masomo hapo na kuendelea na masomo. Shangazi yake na Peter akarudi na kuendelea na mambo mengine. Miezi kaenda na masiku yakaenda. Peter akawa ni mtu mmoja wa ajabu kweli kweli darasani. Walimu walikuwa hawapati tabu hata kidogo. Walichokuwa wakifundisha ndicho alichokuwa akikifanya. Peter alikuwa ni mwanafunzi bora kati ya wanafunzi wote pale. Peter alikuwa wa kwanza darasani na wa kwanza kwa wanafunzi wote waliopo pale ambao wanahusiana na darasa lake. Peter alikuwa anasoma baby class, lakini baada ya kusoma miezi 6 walimu waligundua hiki ni kipaji maalumu. Hivyo ndivyo walipoamua kumchukua Peter na kumpeleka middle class. Lakini Peter middle class alikaa ndani ya wiki moja tu. Wiki inayofuata Peter akaanza kama kawaida kuongoza darasa. Walimu walishangazwa sana na yale yote yaliokuwa yakitokea. Hivyo kila wikendi shangazi yake alipokuja wakati mwingine na mjomba wake kuja kumtazama, waliwapa feedback ya Peter jinsi gani ana perform vizuri na jinsi gani Peter anajitahidi kimasomo. Shangazi yake Lucy alifurahishwa sana na alifurahi sana kuona Peter anafanya vizuri, kwani kwa upande wake ndiyo ilikuwa faraja kuona mtoto wa marehemu kaka yangu Emmanuel anafanya vizuri. Hiyo ndiyo ilikuwa matumaini yake katika maisha. Maisha yakaendelea. Peter akawa anaendelea kuwa anawaongoza pale darasani. Mungu si asumani, Peter akatoka middle class na akaenda pre-unit, yani darasa ambalo ukifaulu unaanza darasa la kwanza. Maisha yalikwenda hivyo kwa upande wa Peter. Ilikuwa ni siku ya Jumapili mida ya jioni hivi kama magharibi. Kulikuwa na mvua fulani hivi. Basi watoto huwa wanachukuliwa na kuwekwa sehemu fulani wakiwa wanafanya michezo ya kila siku. Wanacheza basketball, handball pamoja na mpira wa miguu, kwani kiwanja chao kilikuwa kimefunikwa vizuri, kilitengenezwa kwa msaada wa watu wa Marekani. Basi Peter kama kawaida yake, yeye katika michezo, Peter alikuwa anapenda sana kudance. Kudance music. Basi ukimwekea nyimbo za kudance, Peter alikuwa akijinyonga nyonga mpaka kila mtu alishangaa kwa kweli kwa uwezo wa Peter. Hali ilikuwa hivyo kwa upande wa Peter. Basi siku hiyo kulikuwa na kinyunyu hivi kinanyesha, kimvua fulani hivi. Mara kidogo wakaona gari 3 za kifahari zikielekea katika maeneo ya shule. Mwalimu alishtajabu na kutazama. Mara kidogo gari zikaelekea karibu na ofisi. Hapo ndipo alishuka mzungu mmoja, na walishuka wazungu kama 7 hivi baada ya huyo mmoja kutangulia. Hivyo ukiwajumuisha unapata wazungu 8. Lakini mkuu wa msafara alikuwa ni mzungu ajulikanaye kwa jina la Stanley. Stanley ndiyo alikuwa mkuu wa msafara. Alikuwa ni mzee fulani hivi, mtu mzima fulani hivi, mwenye umri fulani hivi, kama wa miaka 70 hivi ama 80. Basi Stanley alipofika pale alikuwa na furaha sana.
Hello, teacher. How are you? Oh, fine. You're welcome. Oh, thank you. Today, we have just come here to pay you a visit and to see the children here. Are there any orphans? Yani alimuuliza kwa maana kuna yatima wowote hapa? Mwalimu alimjibu, yes, they are. Ndio, wapo. Okay. We have something to talk to you as well as orphans in general, right? Yes. Mzungu alimwambia, tunataka tuzungumze na wewe pamoja nao mayatima kwa pamoja. Sawa? Mwalimu alitikia sawa. Basi wakaingia, wakaitwa watoto wote kwanza kwa pamoja. Walivyoitwa wale wazungu wakafurahi sana kuona watoto wale wa shule. Waliwaita kwa pamoja na kuanza kucheza nao muziki. Ulipigwa mwimbo wa Celine Dion. Kama unavyojua tena, kila mtu amejaliwa kipaji chake na Mungu. Peter alianza kudance ule muziki kana kwamba alishawahi kufundishwa. Wazungu wote waliama na kuanza kumtazama Peter jinsi alivyokuwa akijinyonga, akionyesha uwezo wake wa kudance. Basi kila mmoja alipagawa na kuona it's amazing. Ni kitu cha ajabu kweli. Basi wale wazungu wakazungumza na walimu pale. Baada ya kuzungumza na walimu, wakatoa zawadi kwa watoto. Lakini walimuomba mwalimu. Walipendezewa sana na Peter. Wakaanza kuuliza maendeleo yake ya darasani. Mwalimu hakuwa na yana, akamwambia Peter yuko vizuri. Anafanya vizuri darasani na anafanya vizuri hata katika michezo pia. Kwa hiyo mtiifu, msikivu na muelewa vile. Basi wale wazungu walifurahishwa sana na Peter. Stanley akaanza kusema, we have just come here to pay a visit, but fortunately we have seen Mr. Peter, the orphans Peter. This Peter, we must go with him. He's very intelligent, obedient, kind, happy boy. He has everything in general. We must go with him. Alisema, tumekuja hapa kutembea tu, lakini lazima tuondoke na Peter kwa sababu ana akili, mtiifu, pamoja pia ni mwema, anaonekana kwa wenzia. Basi mwalimu alifurahi kuona Peter amekuja na zali la mentali. Mambo yalikwenda hivyo. Mwalimu alifurahi sana kwa kweli kuona sasa Peter amekuja na zali la mentali. Mwalimu alianza kumwambia mzungu kwa Kiingereza, "Yeah, sure you want to take Peter, but Peter is an orphan, and Peter, before coming here, he lived with his aunt. So we have to keep informed his aunt so that you can go with." Yani sawa, ni kweli mnataka kuondoka na Peter. Lakini Peter kabla hajaja hapa alikuwa akiishi na shangazi yake. Kwa hiyo inapaswa tumjuze shangazi yake kisha mnaweza kwenda naye. Wazungu hawakupinga, walisema okay, hakuna shida, sisi tutakwenda hotelini na kesho yake tutakuja mida jioni baada ya masomo, ila tunaomba tumkute hapa shangazi yake. Mr. Stanley akachukua grupu lake la wale wazungu na kuanza kuelekea hotelini.
Watoto walifurahi sana kucheza pamoja na wazungu kwa sababu ilikuwa ni ndoto ya maisha yao. Watoto wa shule hiyo walikuwa wakisoma Kiingereza vizuri na walikuwa ni watoto wa ajabu kweli. Lakini Peter alikuwa ni mtoto wa pekee. Basi wazungu wakaenda, na kesho yake ilipofika mida kama ile wakarudi. Kwa bahati nzuri mwalimu alikwisha mpigia shangazi yake na Peter simu na kumwambia kwamba unahitajika huku. Mazungumzo yao yalikuwa kama ifuatavyo. Alo, dada Lucy. Alo, habari mwalimu? Salama, habari ya kwako? Nzuri. Mbona umenipigia saa hizi tena? Unanitisha vipi? Peter naumwa? Hapana, Peter haumwi. Ila Mungu ni mwema kwa sababu kama nilivyokuambia Peter akae hapa. Walipita hapa wazungu, walikuja kututembelea kwa ajili ya kuangalia baadhi ya yatima ambao wanasoma hapa. Walivutiwa sana na Peter. Wenyewe walivyosema, ingawa hawakuja kwa sababu ya kuchukua mtu, lakini kwa zile interview walizozitoa hapa chache, waliona Peter na mafaa zaidi kuondoka nao. Kwa hiyo kitu ambacho wametuomba sisi kama walimu tuwasiliane na wewe ili kesho uje hapa kwa ajili ya kumkabidhi Peter kwa wazungu, ikiwezekana aende zake uko chini Marekani. Mwalimu, Mungu wangu, unasema ni kweli? Kwa nini nikuongopee, dada Lucy? Fanya hima uje. Basi ndugu mpenzi msikilizaji, kama nilivyokuambia, ile siku ikafika na wale wazungu wakarudi tena mpaka pale shule. Ndipo Lucy shangazi yake na Peter akaja na mumewe ili kushuhudia hao wazungu wanamtaka Peter. Basi wale wazungu walivyokuja pale, kwa bahati mbaya dada Lucy, yani shangazi yake na Peter, alishia darasa la kwanza tu. Kutokana na ugumu wa maisha hakuweza kuendelea kwa kweli. Hivyo lugha gongana, Waswahili husema. Basi yule mzungu alianza kuongea na yule mwalimu alianza kuwa mkalimani ili kumtafsiria dada Lucy. Alianza mwalimu kumtambulisha. Yes, Mr. Stanley, here is Peter's aunt. She has just come here in accordance with the statement given to you, or in accordance with the statement given to us, so that we have just called her to come here to confirm what we were discussing yesterday. So Mr. Stanley, you're welcome, and we need you a few words so that we can conclude our issue which we discussed on yesterday. Alisema, karibu sana Mr. Stanley. Huyu ndiye shangazi yake na Peter ambaye tulikuwa tunamzungumzia jana, na kama ulivyoagiza kwa maagizo yako kwamba nimuite, basi nimemuita na amekuja hapa. Ila kama una mawili matatu ya kutuambia basi utuambie, ili mradi tukamilishe jambo letu. Mr. Stanley alianza kumwaga ungenge kama unavyojua. You're right. Thank you in advance for your good cooperation. I feel so pleasure to see Mr. Peter's auntie. I call him Mr. Peter because I respect him. He's a good dancer, he's intelligent, kind, obedient, has got everything, alright? But I don't have many things to say here today because no time to waste here. So what is needed is only about taking Peter
and getting some documents here so that we can go with. So I think teacher, nothing more talk. Huyo ndo mzee Stanley. Akimwaga sumu, akimwaga lugha, akimwaga vidude wabongo wanasema. Akamwambia, mimi sina maneno mengi hapa ya kuzungumza. Peter tumeshamu appreciate kwamba tumempenda. Tumemkubali kwa kila kitu. Hivyo tunataka tuondoke naye. Lakini tunahitaji tuandike document na nini kwa sababu yeye ni binadamu na kupata mawasiliano zaidi. Basi mwalimu akamtafsiria shangazi yake na Peter, yani Lucy, na baada ya kumtafsiria akamwambia basi hakuna shida. Mambo yakakamilishwa pale. Wakaitwa watu wa serikali ya mtaa. Shangazi yake na Peter akachukua email pamoja na namba za simu. Basi wale wazungu wakamchukua Peter na kuondoka naye, yani Mr. Stanley na group lake. Ndugu mpenzi msikilizaji, Mr. Stanley alikuwa ni mzungu mmoja mwenye huruma sana, hasa kwa yatima. Kwa sababu Mr. Stanley, historia yake, mama yake alifariki siku ambayo yeye anazaliwa, na baba yake alifariki siku ya pili, yani alipigwa risasi siku ya pili wakati anatoka benki kuchukua hela kwa ajili ya mazishi ya mkewe. Kwa hiyo Mr. Stanley naye alikulia katika uyatima. Hivyo Mr. Stanley alikuwa ni mzungu mwenye huruma sana, na alitia dhima yake, Mungu akinijalia kuwa tajiri nitatembea nchi mbalimbali ili kusaidia yatima. Basi Mr. Stanley alitimiza lake hilo na alijaribu kutembea nchi mbalimbali. Hivyo Mr. Stanley Marekani kule ana jumba la yatima, lakini Mr. Stanley anapenda yatima ambao wako active, intelligent, kind, obedient na kila kitu, yani ambao wako na akili, watiifu, waaminifu, wema. Ya Mr. Stanley huwapenda sana. Hivyo alivyomchunguza tu kwa uzoefu wake, alivyomchunguza Mr. Peter, ingawa alikuwa ni kijana mdogo kwa kipindi hicho, alikuwa akielekea miaka 5 kwenda 6 sasa. Alikuwa 6 hivi. Kwa sababu alikuwa muda si mrefu anatakiwa aanze la kwanza. Hivyo akakubali na kumchukua kwa maana kuna kitu alijifunza. Basi siku ikapita. Shangazi yake na Peter, Lucy, mwalimu pamoja na mjomba wake na Peter walialikwa kwenda airport Dar es Salaam. Kutoka kijijini walipakiwa na wazungu hao kuelekea katika airport ya Mwalimu Nyerere Dar es Salaam. Wakimshuhudia Peter akikwea pipa kuelekea Marekani. Ilikuwa mida saa 3 asubuhi walipofika airport. Lucy akimtazama Peter huku akibubujikwa na machozi kumkumbuka kaka yake Emmanuel. Lucy alitokwa na machozi sana. Lucy alilia kana kwamba Peter amefariki, kumbe alilia kwa machozi ya kumkumbuka kaka yake. Peter, unanikumbusha mbali sana. Kumbuka mbali sana Peter. Mungu ni mwema. Peter, unaondoka kwenda kusoma. Mungu akubariki Peter. Mungu akupe kila lililo la heri Peter. Peter, nikumbusha kaka yangu na nikumbusha wifi yangu. Lucy alilia kwa machozi mazito. Kitendo ambacho hakikuwa cha kawaida. Machozi yake yalibubujika mpaka wazungu wakasogea na kumtazama huku wakiulizana. Stanley akamwambia huyu alikuwa akimlea na wazazi wake Peter. Historia yake walikufa kwa ajali ya gari siku moja, Peter akiwemo humo. Wazungu wale walishangaa na kuona huruma sana. Basi wakaanza kumshushia madola alipale. Lucy wakampa mapesa pale, dola na nini, pamoja na mwalimu akampa congratulation
Basi muda wa ndege umefika, safari ikaanza. Peter anaelekea Marekani sasa kuanza maisha yake huko. Lucy, mwalimu na mjomba wake wanarejea. Wamepewa pesa za usafiri na kila kitu. Fulu pale. Hakuna njaa. Basi ndege inayoyoma kuelekea Marekani, Mr. Stanley akiwa na kijana mdogo kabisa ajulikanaye kwa jina la Peter. Wakawa wanaelekea huko. Muda ulipofikia, ndege ikaanza kutua katika jiji la Marekani. Nchi kubwa kabisa. New York City. Kwa mara ya kwanza Peter anakanyaga New York City. Basi Peter akashuka. Peter ni kijana mmoja mjanja sana. Alivyoona tu mji uko tofauti. Na katika wazungu wote Peter alimganda sana Stanley kwa sababu alimuona yuko karibu yake. Hivyo Peter akamuuliza Stanley, kwa kuwa shule alikuwa akisoma Peter ilikuwa ni English medium. Peter alikuwa anamuita Stanley grandpa, yani babu. Akamuuliza, Grandpa? Here is America? Yeah, it's America. It's a New York City. You're welcome, Peter. Thank you. Thank you. A very nice city. It seems very nice city. All right. Thank you, Grandpa. All right. You're welcome. Don't feel bad, right? Feel alone. Mzee Stanley akamwambia ajisikie uko nyumbani bwana. Karibu. Peter alimuuliza Mzee Stanley, kwani hapa ndio Marekani? Hatari sana. Basi mambo yakaendelea hivyo. Walipofika pale, Mzee Stanley akamchukua Peter mpaka nyumbani kwake kwa mkewe. Wale wazungu wengine wakaondoka kwa sababu Mzee Stanley wale walikuwa ni wafanyakazi wake. Basi Mzee Stanley akaanza kukaa na Peter nyumbani kwake. Mzee Stanley kila akiwaza kumpeleka Peter katika jumba la watoto yatima, roho yake inakataa kabisa kwa sababu anaona kabisa huyu afanani kukaa kule. Ana akili nyingi sana huyu. Bora nijaribu kuwa naye, next time anaweza kanisaidia kitu. Basi Peter akaanza kuishi pale nyumbani kwa Mzee Stanley. Mzee Stanley akawa anamchukua Peter na mpeleka shuleni kama kawaida, shule za Marekani tena unazojua. Na Peter akawa huko nako anafanya vizuri zaidi. Mzee Stanley alikuwa na mtoto wake mkubwa wa kiume ajulikanaye kwa jina la Michael. Mzee Stanley, huyu mtoto wake ajulikanaye kwa jina la Michael, huyu alikuwa na mambo ya maajabu sana huyu. Yani Michael ana mambo ya maajabu sana. Kwanza anapenda sana starehe. Alafu Michael mara nyingi sana anapenda mashoga. Yani yeye ni mtu anapenda sana kulawiti, yani kufanya mapenzi ya jinsia moja. Anaitwa Michael. Huyu Michael ni mtoto wa kwanza wa Stanley, zee la kizungu lilomchukua Peter kutoka Tanzania. Basi maisha yakawa hivyo, mambo yakaenda. Peter akawa anaendelea kwenda shuleni, anarudi pale nyumbani, akawa sasa kama family tu. Na Mzee Stanley na mkewe wakawa wamemzoea vizuri Peter na wakawa wanaenjoy maisha. Lakini Michael alikuwa na ubaguzi sana wa rangi. Kwanza akiona mtu mweusi hasa anayetoka nchi za kimaskini, basi Michael alikuwa anamuona huyu wa kumfanyia kitu tofauti tu. Hatakiwi kuwa na maendeleo makubwa kiasi hicho. Basi Mzee Stanley akawa busy na Peter yuko busy na masomo. Basi Mzee Stanley kama kawaida yake, kwa kuwa alikuwa ni mtu wa kusafiri na kwenda maeneo ya hapa na pale kutafuta mayatima wengine ili kuwasaidia na kuwapeleka katika orphanage kule katika jumba la mayatima, akawa yuko busy. Basi Michael alikuwa tayari ameshaandikishwa, alishukua tayari amemzoea Peter sasa pale.
ambaye mtoto wa Stanley huyo. Basi akawa amezoeana na Peter. Peter akawa anamuita kaka. Michael kaka. Na Peter wakawa wanaitana kaka pale, kana kwamba mzee Stanley ni baba yao mmoja. Lakini Peter alikuwa anamuita Michael kaka, wakati huo akimuita mzee Stanley babu. Alizoea hivyo kwa kweli. Basi Michael akaanza kumzoea Peter. Siku moja Peter alirudi kutoka shuleni, akawa amekaa kwenye chumba chake anapitia kwenye laptop mambo yake pale. Michael akamwambia, Peter, inabidi leo twende klabu. Peter akamwambia, mimi ni mtoto, nitaendaje klabu? Akamwambia, sikiliza, mimi nitamuonga yule polisi wa klabu pale ili tuingie. Tutacheza mziki, tukishatoka tutarudi, nitakurudisha kwa sababu kesho ni weekend. Peter akamwambia, sawa, sawa. Hakuna tatizo. Basi mambo yalienda hivyo. Peter akawa anaendelea kusoma pale. Mara ilipofika muda wa kuondoka kesho yake sasa, ndipo Michael akamuita Peter. Mr. Peter. Hello, brother. You come here. Okay, I'm coming. I'm just getting prepared here. Alimwambia Peter, njoo. Akamwambia sawa. Peter akaitika akamwambia sawa, ndio najiandaa hapa, nakuja. Basi walipotoka pale wakaondoka. Wakaenda na ndege, kusema kule kuna ndege kama daradala ambavyo unatumia huko Dar es Salaam kutoka Ubungo kwenda wapi. It's normal tu, kuna train za umeme, ndege. Yani ni jambo la kawaida. Basi Peter na Michael wakaenda mpaka klabu. Kama nilivyokuambia ndugu mpenzi msikilizaji, Michael ni mtoto wa mzee Stanley, lakini ana tabia moja za ajabu sana. Anapenda sana mashoga. Wakati huo Michael alikuwa na nia si nzuri sana kwa Peter, kwa sababu alimuona ni kijana mdogo na ametoka Tanzania, nchi ya kimaskini. Ukizingatia Michael ni mtu wa starehe sana, mtu wa mibangi, midrag na nini. Basi mambo yakaenda hivyo. Wakatoka zake pale mpaka klabu kule wakacheza sana muziki. Sasa Peter ajui vinywaji vya kule vingi kwa sababu yeye anapenda sana kunywa soft drink basi Peter alikuwa anaagiza soft, lakini Michael alichukua soft za Peter zile akamchanganyia na vilevi ambavyo vilimfanya Peter aanze kuchanganyikiwa kwenye kichwa chake na kulewa. Basi Peter alilewa siku hiyo. Wakati huo Peter anaelekea kuwa na umri wa miaka 7 hivi. Akalewa. Michael alipogundua Peter amekwisha lewa, alimchukua na kuondoka naye kwenda naye katika hoteli moja ya kifahari sana, huku akimtambulisha kama mwanae amelala. Watu wa hoteli waliona kawaida tu, ni mtu ambaye ametoka klabu amekuja kulala na mwanae. Basi Michael, kutokana na tabia zake za kishenzi na tabia mbaya ambazo hazikubariki, Michael alianza kuchukua mafuta. Ndugu mpenzi msikilizaji, inasikitisha sana hii. Akachukua mafuta na kuanza kumpaka Michael maeneo ya puru, yani nyuma ya maumbile yake. Yani kwa lugha nyepesi nadhani mtakuwa mmenielewa. Na amempaka nyuma kwa ajili ya kumlawiti. Amepaka mafuta yale na kuanza kumuingiza Peter taratibu. Kutokana Peter alikuwa amekula drugs na alikuwa amezima, basi Michael alijikuta anafanya kile ambacho anataka. Alimfanyia hivyo, na baada ya hapo alivyomaliza haja zake akamfuta vizuri. Ni jambo linasikitisha sana. Hata mimi msimuliaji natamani nitoke na machozi, kwa sababu ni jambo zito na si zuri. Lakini sina budi, lazima nisimulie kwa sababu nimesimuliwa niseme ili watu wajifunze jambo.
Basi Peter ikamkuta hivyo. Yule Michael akaanza kufanya mambo yake pale. Alipomaliza akamfuta vizuri, akamvesha nguo zake. Baada ya kama masaa 3 hivi Peter aliinuka. Na Michael akachukua vidonge fulani hivi. Akamwambia meza hivi vidonge kwa ajili ya kutoa uchovu kwa sababu umechoka sana. Kumbe vile vidonge ni vya maumivu, kuondoa maumivu juu ya mwili wake. Basi kutoka pale wakaondoka mpaka nyumbani. Lakini Peter baada ya siku 3 hivi alikuwa anakwenda shuleni, anarudi. Kuna shuleni wakati anaenda msarani alijikuta yuko tofauti na mara kwanza ambavyo alivyokuwa. Hapa Peter alijipa mashaka sana. Kaona mambo gani tena haya? Pale sasa Peter akaanza kukua na akili kumjia taratibu. Basi ikawa hivyo. Michael akawa anamchukua Peter kwenda naye klabu hivyo, anampa dawa na kufanya haya mambo yake. Ikafika kipindi sasa Peter akawa tena apewi dawa. Kutokana na lile tendo alilokuwa akilifanya mara kwa mara, alijikuta Peter anazoea tu. Michael anamuita na Peter anakwenda. Kutokana na umri wake mdogo, hajui, anaona ni mambo ya kawaida tu kwa sababu umri wake hajui lizuri libaya. Yeye anajua tusoma chochote nitakachoelekezwa na mtu mzima basi ndio sahihi. Basi Peter hapo ndiyo alipoanzia ushoga. Lakini ushoga huo ulisababishwa na Michael ambaye mtoto wa mzungu ajulikanaye kwa jina la Stanley, ambaye alimchukua kutoka Tanzania kwenda kumpeleka kule. Lakini Stanley hakuwa na nia mbaya kabisa. Lakini Michael kutokana na unyanyapaji wake binafsi, ingawa si wote watu wa huko wako hivyo, kwa sababu kila mwanadamu ana tabia zake. Inaonekana tu huyu ni tabia zake tu za kishenzi, ndio maana. Basi ikawa hivyo. Ikapita kama miezi 6 hivi, mzee Stanley akarudi kutoka nchi ya jirani kidogo alipokwenda kutembelea yatima. Peter akawa anawaza nimwambie kuhusu yote yanofanyika ama la. Akasema ngoja nitaongea naye, kwa sababu huyu mimi ndo babu yangu na huyu ndiye alionitoa Tanzania. Wakati huo Peter mara nyingi alikuwa akiwasiliana naye. Peter alikuwa akiwasiliana na shangazi yake mara moja sana, kwa sababu shangazi yake alikuwa hajui kutumia email. Hivi alikuwa mara nyingi akimtafuta mwalimu siku za Jumapili na kupiga simu na kwenda kuzungumza na shangazi yake. Lakini Peter swala lile hajawahi kumgusia shangazi yake, kwa sababu alikuwa anajua ni swala la kawaida tu, kwa sababu hajui zuri na baya kwa kiasi hicho kwa umri huo. Hakuwa mjanja wa hivyo kwa sababu hakulelewa katika mazingira hayo. Lakini aliwaza kumwambia mzee Stanley kuna something ambayo tunafanya mara nyingi na kaka Michael. Ananiita na nipaka hivi, anafanya hivi. Alitamani kumwambia mzee Stanley, lakini akaona ngoja kwanza. Akawa anaendelea na masomo yake. Hivyo Peter akawa sasa ule mchezo amezoea. Akirudi tu kama watu nyumbani hakuna pale, anaingia chumba cha Michael. Maskini ya Mungu, Michael anafanya kile ambacho amezoesha. Vitu vingine vinasikitisha sana jamani. Lakini ndio hivyo, mzee Stanley hakuwa na nia mbaya, ila Michael mtoto wa mzee Stanley ndio mshenzi wa tabia. Basi mambo yakaenda hivyo. Ilipopita kama miezi 3-4 hivi, mzee Stanley akaanza kuumwa kutokana alikuwa na umri mkubwa sasa. Alikuwa akielekea 90. Mzee Stanley aliumwa na kaanza kusitisha zile safari zake za kwenda baadhi ya mataifa ya Afrika, sehemu tofauti kwa ajili ya kutembelea watoto yatima na kuwasaidia. Mambo yalikuwa mazito kwa kiasi kikubwa sana. Basi mzee Stanley kwa bahati mbaya Mungu alimchukua. Lakini siku 2 kabla ya kifo chake alimuita Peter pamoja na Michael pamoja na mkewe. Aliwaambia kwamba I'm a human being, have been created by God
and one day I must lose my life. My health is not okay at all. I'm near dying. If I die this time, don't leave Michael alone. Michael, don't leave Peter alone. Don't leave Peter alone. He's a kind boy, intelligent boy, creativity boy, clever, handsome boy. You never leave him alone. My wife, I'm telling you, Peter is my everything. Peter is my everything. You make sure Peter lives good life, alright? Mzee Stanley siku mbili kabla kifo chake alisema kuambia familia yake. Lakini aliwaambia Michael, yani yule Michael mtoto wake wa kwanza, mwenye michezo ya ajabu ajabu akimfanyia Peter. Na mama yake, yani mkewe Mzee Stanley, na Peter akiwepo akawaambia, mimi ni mwanadamu, nimeumbwa na Mungu, muda wowote naweza nikaelekea kwa Mungu wangu kwa sababu nimeumbwa. Lakini naomba msimwache Peter akiwa pekee kwa sababu ni mtu mwema, mzuri, hana shida yoyote. Hivyo mnapaswa kumzingatia na mnapaswa kumheshimu kwa sababu ni mwaminifu, mwenye upendo, mtiifu, msikivu, ana kila kitu. Haya ndio maneno yalikuwa ya Mzee Stanley. Baada ya siku mbili Mzee Stanley akafariki. Peter alilia sana. Akachukua simu, akatuma email ya message kwa mwalimu ili ampe taarifa shangazi yake. Na kumwambia huwezi kuja huko kwa sababu nauli ni kubwa sana, lakini ukijua yule mzee aliyenisaidia amekwisha fariki. Lakini nimeishi naye kwa uzuri sana. Basi Peter akawataarifu hivyo nyumbani, na huku Tanzania wakaanza kuweka msiba na kumwombea yule mzee kwa sababu alikuwa na moyo mzuri sana. Basi Peter akaanza kuendelea kuishi na brother yake Michael pale, mtoto wa kwanza Mzee Stanley. Na lile toto ni shenzi kweli. Michael yeye kazi yake anapenda tu kuwafanya watu mashoga, ndo akili yake. Mambo yakaenda hivyo, ndugu mpenzi msikilizaji. Mambo yakaenda, wakawa sasa mchezoni ile ile. Peter akawa sasa ameona ni hali ya kawaida, amezoea tena. Lakini miaka ikaenda, Peter amekuwa mkubwa sasa na elimu yake kubwa kabisa. Mke wake na marehemu Mzee Stanley naye alikuwa anaelekea ukingoni kwa uzee. Siku moja akamwita Peter, akamwambia, Peter, mume wangu ameniambia mengi ukiachana na yale ambayo alisema siku ile. Lakini nina jambo nataka nikwambie. Mume wangu ameniambia, Mzee Stanley, robo ya utajiri wetu ni kukabidhi wewe Peter. Lakini Michael asijue na mtoto wangu mwingine yule ambaye yuko Uingereza asijue. Sasa basi, nikikukabidhi wa utajiri, robo ya utajiri wetu nikikupa wewe, mimi Michael mwanangu namjua, anaweza kukupiga bastora akakuwa. Cha kufanya nitakapokupa, tufanye jambo moja tu, kwa sababu mimi umri wangu umekwenda na muda wowote naweza nikafa. Kwa mimi nitakupa utajiri, lakini nitajifanya kana kwamba naenda kufungua kampuni Tanzania. Tutakwenda mara moja. Tutakapokwenda kule ndipo nitakukabidhi kampuni, tutaisajili pamoja, nitakupa na pesa nyingi. Nitakupa kama bilioni 8 hivi. Ingawa si robo ya utajiri wetu, lakini nitakupa bilioni 8. Nitakupa magari 80 kwa ajili ya kampuni. Nitakupa mashine za jambo letu ambalo tunataka kwenda kulifanya kule. Nitakununulia full package. Lakini akaunti yako nitakupa bilioni 80. Alafu
kitu kama hicho nitakupa bilioni 80. Sio 8, nitakupa bilioni 80. Alafu nitakupa na mali zingine. Alafu tutaenda kufungua kampuni kule, ila mimi nitaondoka na wewe ili Tanzania tukafanya hilo ili nikukabidhi. Kwa sababu mimi nikifa huku hautopata chochote, na mzee Stanley ameshakufa na alishaniambia mambo mengi sana kuhusu wewe. Ameniambia nikusaidie kwani maisha yako hayana tofauti kubwa na maisha yake. Kwani yeye kama nilivyokuhadisia na kama alivyokuambia kwamba mama yake alikufa siku ambayo yeye anazaliwa na baba yake alifariki siku ya pili akitoka benki kwa ajili ya kuchukua pesa za mazishi, alipigwa risasi. Hivyo Stanley alipewa historia hiyo na kuanza kuwahurumia sana mayatima. Hivyo nawe unapaswa ujue hilo. Nitakufungulia kampuni kubwa, lakini usisahau mayatima kama ambavyo wewe umelelewa. Peter akasema asante, nitashukuru sana bibi, kwa sababu hilo ambalo nataka kulifanya ni jambo kubwa na mimi siwezi kulipinga. Basi masiku yakaenda. Alipofika mwezi mmoja, yule mkewe na mzee Stanley ambaye ni bibi kwa kule Marekani, ni bibi yake na Peter sasa, akaandaa kila kitu. Akamuita Michael na kumwaga, kumwambia na kwenda na Peter mara moja akatembee Tanzania kwa shangazi zake na mjomba wake. Alimwambia, Alamako, we wanna go to Tanzania to see Michael's aunt and uncle. The scores Michael started before, so I'm going with Peter. Michael alitikia sawa. Bibi alimwambia tunaenda na Peter kuwasalimia mjomba wake na shangazi yake pamoja na mwalimu katika ile shule ambayo alisoma. Wakati wote na Peter amekuwa na umri mkubwa sasa. Ana miaka kama 22 hivi sasa. Peter tayari amepevuka, lakini tayari ameshakuwa ni shoga. Alimsababisha kuwa shoga ni Michael, mtoto wa mzee Stanley. Basi Peter akakwea ndege na bibi yule wakaja Tanzania kwa ajili ya kufungua kampuni. Kwa kuwa mwalimu alipata taarifa na shangazi yake pamoja na mjomba na ilikuwa ni miaka mingi, walikusanyika kwa pamoja na kuelekea airport Dar es Salaam. Ndipo walipokuwa wakimsubiri Peter akirudi Tanzania for the first time, kwa mara ya kwanza akitokea Marekani. Kama unavyojua tena, maisha mazuri hayamkatai mtu. Peter amekuwa bonge la mtu akibeba nondo na nini, handsome boy. Lakini maskini ya Mungu ndo hivyo, sio riski, yani shoga. Acha tu ndugu yangu. Story hii ukisikiliza ndugu mpenzi msikilizaji, wakati nahadisiwa nalitokwa na chozi, lakini mwenyewe alinisisitiza sana. Na si mwingine alionihadisia ni Peter akiwepo na shangazi yake. Alisema natamani watu wajifunze kutokana na mimi. Hivyo Mr. Mengi au Mengi simulizi, nakupa simulizi hii kwa kuwa najua utaifikisha kama ambavyo mimi nimekuhadithia. Na mimi nilimrekodi, nikaisikiliza na nikaidelete kwa sababu sikutaka nisikie maumivu makubwa haya. Hivyo mimi najaribu kukupa yale ambayo yalimfika Peter. Basi Peter akaelekea kule. Walivyoshuka pa airport, shangazi na mjomba pamoja na nani, kipindi hiko tena ni watu wazima kwa sababu miaka 20 sasa na 2 Peter, na kati aliondoka akiwa na miaka 4. Ni miaka mingi of course. Basi walifika pale, wale wakaeka mabango yao kama harama. Peter alivyoshuka na bibi akawa anaangalia alama azioni, anamwangalia shangazi yake amwelewi. Mara kidogo akanyosha tena, bahati nzuri mwalimu akamkumbuka Peter. Peter, you're a big boy. Peter akasema, wow teacher, alright. Come on man, long time no see you. How you doing? What's cooking? What's up?
Up to the mark, warring up onto yours, man. Come on. Peter alianza kumwaga ungenge. Si kawaida babu. Kitu ambacho wakati mwingine unaweza kusema ndo maisha alivyo. Hayo ndo maisha ndugu yangu. Kila mtu na kile alichoandikiwa, kikubwa kumwomba Mungu. Basi Peter alishuka, alimwaga ungenge na bibi yule kizungu akawakumbatia, shangazi Lucy, mwalimu pale pamoja na mjomba wake na Peter. Wakati wote tena ndio choka mbaya tena. Shangazi Lucy washauza baadhi ya viwanja vyao huko. Ingawa Peter alikuwa anarushia pesa za kula, lakini unajua tena maisha alivyo, hakuna kinachotosha. Basi Lucy na mumewe wakamkumbatia Peter na kupanda kwenye gari pamoja na bibi pamoja na mwalimu. Walipofika pale katika ile shule wakaitembelea na kuona watoto yatima wengine. Peter tena ni miaka 22 kwenda 23, tena amekuwa mtu mzima na elimu yake kubwa tu. Kaja pale naye akasaidia yatima baadhi kidogo. Then akarudi na kafunguliwa kampuni yake kubwa pamoja na kuachiwa pesa hizo. Wakati huo Michael kule Marekani analalamika tu kuondoshewa shoga yake, yani ni Peter. Alizoea tu kumfanyia vitu vya ajabu ajabu mshenzi. Basi mambo yakaenda hivyo. Of course ni kitu ambacho kilishangaza sana, lakini ndo dunia ilivyo. Basi Peter akaenda zake mpaka kwa shangazi kule na kwa mjomba wake. Wakati huo bibi akamfungulia kampuni na kila kitu, wakatumia siku nyingi tu kurekebisha kila kitu kukaa sawa. Baadaye mambo yao yakaenda kuwa mazuri kabisa. Wakakamilisha. Peter akamsindikiza bibi kuelekea zake chini Marekani. Na Peter akabaki hapa na shangazi yake. Akiwa na kampuni kubwa, ni tajiri mkubwa. Amejenga jumba moja la kifahari sana, na majumba mengine na magari ya kifahari. Peter alipoona maisha ya shangazi yake yalisikitishwa sana. Hivyo alimwambia shangazi yake ampatie eka moja, si kumpa yeye bali ampe amtengenezee jumba la kisasa. Shangazi huyo alitengenezewa jumba la kifahari sana. Jumba ambalo katika kijiji kile lilikuwa ni gumzo na kuitwa Lucy Bopari, yani Lucy tajiri. Walimshangaa kwa kweli Lucy kwa wema aliofanya juu mwanae huyo Peter, mtoto wa kaka yake marehemu Emmanuel. Basi Lucy akatengenezewa bonge la jumba, akaishi na mumewe humo. Na wakati huo Peter akamkuta dada yake yule mtoto wa shangazi yake Lucy, aliyekuwa anaitwa Selina. Alimkuta amekuwa mdada fulani hivi. Akamwambia, wewe utakuwa manager katika kampuni yangu." Selina akapewa blush kidogo, ingawa alishia form 4. Then akawa naye manager pale katika shule ile, katika kampuni pamoja na mali zingine za bwana Peter. Peter maisha kama mazuri kabisa. Hivyo Peter baada ya kukaa, baada ya miaka 2, akamuita shangazi yake Lucy na kumwambia, "Shangazi, sasa naona umri wangu umefika. Ninakimbilia miaka 25 sasa. Nahitaji nioe, niwe na mke wangu." Peter, shangazi yake akamwambia, "Ni jambo jema mwanangu. Kwa kuwa umesoma, una elimu yako, una utajiri wako, mimi sidhani kama kuna haja ya kusubiri, kwa sababu haya ni maisha. Na wewe pia unahitaji maisha yako na mambo yako yawe mazuri zaidi." Basi wakakubaliana hivyo. Peter akasema sawa. Ikapangwa shughuli pale. Peter alipata msichana mmoja mzuri sana. Mzuri sana, mlembo sana, kweli kweli. Ajulikanaye kwa jina la Josephine. Peter alipata mpenzi huyu Josephine siku ambayo Peter alipokuwa akielekea Kigamboni kutafuta eneo la kutengeneza hoteli kubwa ambayo ipo katika beach. Ndipo alimkuta Josephine kama chief cook pale katika hoteli fulani hivi. Hivyo Josephine ana Kiingereza fulani hivi kitamu.
Hivyo Peter alivutiwa na kuhisi kama yuko Marekani. Wakaanza mahusiano, walipendana. Josephine alimpenda sana Peter, lakini hakutambua kwamba Peter huko alikuwa ni chakula, yani alikuwa ni shoga huko aliyosababishwa na Michael, mshenzi wa tabia yule mtoto wa mzee Stanley. Basi kutokana Peter juu ya hali yake aliyokuwa nayo, alikuwa anampenda sana Josephine. Na Josephine hakugundua chochote kwa sababu Peter alikuwa mzima, anafanya kazi vizuri tu. Basi ikafungwa ndoa, maisha yakaendelea. Maisha yao yalikuwa matamu kwa sababu hakuna kutembea na mguu hapo. Josephine alinunuliwa Range Cruiser moja matata sana. Baba yake na Josephine alijengewa nyumba moja ya hatari na kununuliwa gari ya kutembelea. Josephine aliokota dodo chini ya mpela kwa kweli. Basi lilifanyika harusi la kifahari kwa shangazi yake na Peter. Wanakijiji walikusanyika wengi kweli kweli. Familia ya Josephine ilipata ufahari kwa kuolewa na kijana aliyekuwa akisoma nchini Marekani. Harusi ilifana. Watu kutoka mbali na karibu walikaribia kwenda kuenjoy. Vyakula vilikuwa vya buffet, watu walikunywa na kusaza. Walifurahi, zilichezwa ngoma za kila aina. Na kila lililokusudiwa la furaha lilifanyika. Hayo ndiyo yalikuwa maisha yao. Walifurahi sana. Lucy alifurahi kwa kilio cha machozi ya furaha. Alitamani kaka yake Emmanuel angekuwepo, lakini Mungu alikwisha amua kabla. Alitamani wifie mama yake na Peter angekuwepo, lakini Mungu alishamchukua kwa makusudi yake. Lakini yote hayo hayakuweza kuwepo, lakini furaha ilikuwepo. Furaha ilikuwa ni kubwa mno. Harusi, wanakijiji walifurahi na kila mmoja alimshangaa Peter. Na baadhi waliosoma na Peter walimshangaa Peter kwa kung'aa, kuiva kama dodo. Na baadhi yao walikuwa wakienda kuomba msaada. Peter alikuwa hana yana kwa kuwa alijua haya ndiyo maisha. Basi maisha yakaendelea hivyo. Peter na Josephine maisha yao yakaanza sasa ya kuishi pale katika jumba lao la kifahari. Mapenzi yakaendelea, Josephine na Peter mke na mume. Maisha sasa yanaenda. Maisha kaendelea, wakiendesha kampuni zao na Mungu aliwajalia walipata mtoto mmoja wa kike. Ajulikanaye kwa jina la Teresia, of course, yeah, Teresia. Basi mwenyewe Peter alikuwa anamuita Teddy. Alimkatisha. Maisha kaenda hivyo. Basi wakaishi, miaka ikaenda. Sasa Michael kule alikuwa sasa anahangaika kule Marekani kuona mbona Peter arudi? Yaani baba lake alirudi kwa sababu alishazoea kumfanyia kitu kibaya. Alimwanzisha tangu dogo mpaka alishamzoea, kwa hiyo aliona kabisa huyu ndo anafaa kuwa mimi mke wangu. Michael mshenzi sana huyu. Afanani kabisa na tabia za mzee Stanley baba yake marehemu. Hatari sana. Michael akawaza, akaona tampataje mimi? Kwa kuwa alikuwa na email, akawa anawasiliana naye, kuchat naye katika email na nini, huko akimkumbusha mambo ya Marekani na nini. Sasa Peter kama unavyojua tena, Peter akawa yale mambo alishazoea kusema ule kweli, alafu Tanzania hakutaka watu wajue yuko hivyo. Basi akawa anaongea na email na Michael kule Marekani ili afanye safari, awe anakuja huku baada ya miezi mitatu, anakuja anamfanyia jambo lake alafu anaondoka. Basi Michael akafunga safari kutoka Marekani na kuja Tanzania. Peter akamwambia mkewe kwamba mtoto wa marehemu yule babu yangu marehemu wa Kimarekani yule mzee Stanley atakuja, hivyo twende tukampokea airport.
Josephine kwa kuwa alipata historia nzuri ya Peter juu ya maisha yake, alijua kweli hao ni watu wema kabisa. Ngoja twende tukawapokee. Basi wakaenda mpaka airport. Wakampokea Michael kwa furaha. Michael akamkumbatia Peter pamoja na mkewe. Basi wakafurahi, wakapanda kwenye gari na kuja katika nyumba ambapo Peter anaishi. Basi ilipofika mida, mazungumzo yalikuwa marefu sana. Kila mtu yuko busy na laptop huku akizungumza mambo ya Marekani na nini. Josephine akaona kweli mume wangu ni kibopa na anajuana na wazungu. Makelo Michael limepanda, of course ni zungu kweli, sio zungu wasiwasi. Basi Josephine akamwambia sawa, mume wangu, endelea kuzungumza na rafiki yako, naona mna hamu siku nyingi. Mimi ngoja nikae. Kaendelea na mambo mengine, akawakaribisha chakula. Wakapata chakula. Ilipofika muda sasa wa kwenda kulala, ndipo Michael alipomwambia mkewe kwamba huyu rafiki yangu, najua wazungu wamezoea kulala chumba kimoja wanamume na nini, hawana shida kutokana na mambo mengi wanazungumza. Naomba tu leo nilale na mgeni wangu Michael. Wewe utaenda kulala kule kwenye sebule na nini. Josephine akamwambia sawa, si jambo baya. Wewe lala naye tu. Basi Michael akalala katika chumba na yule Peter. Kama ilivyoada tena, Michael ndiye aliyemfundisha Peter michezo ya ushoga. Basi Michael kwa ushenzi wake akaanza kula mambo yake. Mpenzi msikilizaji, unajua mimi nikisimulia sehemu hii inaniuma sana kwa elimu aliyokuwa nayo Peter, alafu kufanyiwa mambo haya, lakini hakujua chanzo lilikuwa na utoto tu aliokuwa nao. Hakujua na umaskini ndio tatizo. Hakujua kabisa maskini. Basi akaanza kuendelea kufanya ile michezo yao wanaofanyaga. Akakaa kama siku mbili pale Michael akakaa kama siku mbili pale. Basi wakawa analala na Peter siku mbili zile. Akaridhika. Zeni wakaenda kusindikizana airport pamoja na Josephine kule kama mkewe na Peter. Michael akaondoka. Michael sasa akawa amenogewa na ile hali. Akakaa kila baada ya miezi miwili anakuja mambo na yakuwa ni yale ya kulala chumba kimoja siku 3. Sasa Josephine akawa sasa anashikwa na mashaka. Huyu mimi mume wangu mbona simuelewi sasa? Au huyu ni shoga kutoka Marekani, mume wangu huyu anatembea naye huyu. Mbona akija kila siku anataka lale naye tu, kwa nini? Josephine hakujua shoga ni mumewe. Yeye alijua shoga ni Michael. Basi kila baada ya miezi miwili Michael anakuja Tanzania, vile mchezo na ule analala siku 3 anaondoka. Sasa siku hiyo Josephine ambaye mkewe wa Peter aliposikia Michael anakuja kutoka Marekani, akasema ngoja sasa nifanye kitu. Akamwambia haya. Basi alipomwambia vile, walipokuja kama kawaida yake, Josephine akawakaribisha vizuri. Ilipofika muda wa kulala, akaingia wakalala wawili wale, Peter na Michael. Josephine akaondoka. Kuondoka Josephine akatuma message kwa Michael. Akatuma message kwa mumewe Peter. Kumradhi. Akatuma message kwa mumewe Peter. Akamwambia Peter, mimi natoka. Naenda kwa mama mara moja, amenipigia najisikia homa. Then asubuhi nitarudi. Peter akaona yes, hapa ndo poa, sasa tunafanya ukumbi wetu. Basi Peter na Michael sasa wakawa wanafanya mambo yao machafu. Lile zungu Michael ni shenzi. Likati namfanya Peter kama mkewe, kwa kuwa alikwisha mzoesha. Basi Josephine akaenda akamwadisia mama yake ile story. Lakini kikubwa Josephine alikuwa na hofu kubwa sana. Na hofu yake ilikuwa inawaza kwamba mumewe ndiyo mwenye michezo ya kuwafanya wanamume vile. Ndio hofu yake. Hivyo akaenda akamwadisia mama yake mambo yote ambayo mumewe yule mzungu akija yanofanyika. Mama yake akamwambia, sikiliza nikwambie mwanangu, si wanalala chumba ambacho mnacholala nyinyi wewe na mumeo Peter? Basi fanya jambo moja. Jambo la kufanya la msingi, fanya jambo moja muhimu sana. Wewe asubuhi wakitoka tu wale, wewe ingia kule chumbani uanze kufagia, utaona tofauti. Kama kuna jambo limepita basi utajua
we mkubwa sasa mwanangu Josephine. Basi Josephine akasema sawa mama. Akatoka akawahi asubuhi kwenda pale, akawakuta bado hawajaamka. Akafanya usafi pale ndani. Mara kidogo lile zungu likaamka kwenda kukoga pamoja na Peter, naye akatoka akaenda kukoga. Josephine akafanya haraka sana kuingia mle ndani. Josephine alikuta kondom 4 zilizotumika zina manii. Josephine alijisikia vibaya sana kuona mume wangu mbona sasa anafanya na wanamume hivi. Utajiri wote utulokuwa nao kweli. Maisha yatakuwaje haya? Josephine alijua mumewe ndiye anakaza wenzake. Kumbe mumewe ndiye anakazwa, maskini ya Mungu. Msiba mkubwa. Basi Josephine akasema mimi sikubali, leo naanzisha varangati hapa. Naanzisha varangati kabisa. Basi Josephine alitumia moyo mgumu sana. Alichukua zile kondom na akachukua kazitia kwenye pochi vile vile na mbegu zake. Akasema mimi naenda kuzipima hizi. Kama za mume wangu nitajua, kama mume wangu ndo anafanywa hivi nitajua. Basi alikimbia. Peter akati atoka kukoga na Michael anaingia ndani na kukuta zile kondom wazioni. Peter alishtuka sana, aliona sasa hii aibu. Sijui itakuwaje, nitamwambiaje mke wangu. Basi Josephine akaelekea mpaka kwa shangazi yake na Peter ambaye ni Lucy. Akamwonyesha vile vitu na akamhadisia. Lucy alisikitika sana. Lakini akasema kama Peter anaanza kutembea na wanamume sasa hivyo si jambo jema. Lakini tutamuita tuongee naye. Basi lakini Josephine alikuwa na akili nyingi, akasema auntie, twende hospitali tukapime hizo mbegu. Kama za mume wangu basi najua mume wangu anafanya, na kama sio za mume wangu basi mume wangu ndio anafanywa, kwa maana mimi sijui hapa kinachoendelea. Basi Lucy na Josephine ambaye mkeo wa Peter wakaelekea mpaka hospitali. Kwa kuwa Josephine alikuwa na pesa za mumewe alikuwa Peter mwenye mihela, kama jambo dogo tu. Daktari akamfuata, akampa shilingi milioni 2, akamwambia fanya hivi, nihakikishie ukweli hapa. Niko mimi na Lucy na shangazi yake. Daktari akasema ukweli, hizo mbegu ni za kizungu bwana. Yaani inaonekana mzungu ndiye alikuwa anafanya. Hivyo inaonekana mumeo ndiye alikuwa anafanywa. Umeelewa? Josephine alidondoka pale. Akaanza kulia. Nimeolewa na shoga. Mungu. Kwa nini mimi? Mwanamume mzuri nimepewa. Mwanamume mwenye jina zuri, mwanamume tajiri, ana kila kitu. Peter mume wangu, kwa nini umekuwa hivi? Unafanywa mume wangu kumbe shoga. Lucy, shangazi yake na Peter, naye akaanza kububujikwa na machozi. Naye akaanza kulia. Mungu wangu. Emmanuel kaka. Umeniachia mitihani mizito. Umenipa raha za dunia, naishi maisha mazuri kutokana na mwanao. Lakini kumbe mwanao ameharibika. Vilio vikatanda pale baina Josephine mke wa Peter pamoja na Lucy shangazi yake na Peter. Imeshagundulika kwamba Peter ni shoga. Mtihani sana. Basi ilibidi wapige moyo konde warudi mpaka kukutana na Peter. Wakati huo kule nyumbani Peter na Michael, baada ya kuona jumba lishakuwa bovu, Michael fasta akachukua passport yake na kuelekea kwa ndege ya haraka akalale Kenya ili aondoke. Na Peter akawa anatapatapa sasa. Anataka kujinyonga kwa sababu ni jambo la aibu sana. Basi Lucy mjomba wake na Peter pamoja na shangazi yake na Peter pamoja na mjomba wake Peter na Josephine mkewe wa Peter wakaelekea kule pamoja na mama mkwe wake na Peter. Kwenda kule wakamkuta Peter ameweka sturi na ameweka kamba kwa ajili ya kujinyonga. Mkewe Josephine akawahi kamba ile. Akawahi sturi hile, akamdaka Peter. Akamwambia, mume wangu, kwa nini? Niambie
Niambie ukweli tu, wewe ndio unafanya ama wewe ndio unafanya? Kana kwamba hakuamini majibu ya daktari. Peter akaanza kulia kwa huzuni na kusema, oh my God, forgive me. Mungu wangu nisamehe. It's not my option. Si chaguo langu. It's not my willing. Si nia yangu. It's all about poverty. Ni umasikini tu. Peter akaanza kumwambia mkewe, mke wangu, nisamehe sana. Ni story ndefu nikianza kukupa usiyoijua juu ya maisha yangu. Lakini tambua kilichonifikisha hapa ni umaskini, kwa sababu ya baba yangu na mama yangu kuondoka. Hivyo nilikuwa yatima, na kilichonifanya niende Marekani ni uyatima wangu na si vinginevyo. Mzee Stanley hakuwa na nia mbaya na mimi, kwani alikuwa ndio mkombozi wangu wa maisha yangu mpaka haya maisha tunaoishi sasa. Mimi pamoja na nyumba zote nilizozijenga na magari yote ninomiliki na kampuni zote nilizozimiliki ni kwa uwezo wa Mzee Stanley. Lakini nilipofika Marekani, mtoto wa Mzee Stanley ajulikanaye kwa jina la Michael ni mshenzi na ndiye aliniharibia maisha yangu. Mke wangu, sikupenda kufanya yote hayo, lakini nilifundishwa ningali mdogo mpaka nikajikuta ni mazoea. Hivyo sikuwa na namna ya kuepuka yote haya, kwa kuwa ilikuwa ni desturi yangu kipindi niko Marekani. Lakini kilichonipeleka hiki na yote yaliyonitokea ni kwa sababu ya umaskini. Hivyo tujitahidi, tupige moyo konde, narudi kwa Mungu wangu na muomba Mungu anisamehe kwa yote niliyoyafanya. Lakini jua kwamba nimekwisha kuwa kilema, siwezi nikapona moja kwa moja. Kikubwa ni kuniombea na si kunikasirikia. Kama unadhani hutoweza nivumilia kuwa mumeo, na shangazi hatuweza kunivumilia kuwa mtoto wa kaka yake marehemu Emmanuel aliyefariki kwa ajali mbaya ya gari, ajali ambayo Mungu kwa makusudi yake alinitupa mimi nje, lakini hakumaanisha niwe shoga, ila ubinadamu kwa roho zao tu. Michael alikuwa ni mtu mbaya sana kwangu, lakini Stanley alikuwa ni mtu mwema kwangu. Hivyo maji yakishamwagika hayazoleki. Mke wangu, forgive me, nisamehe na kuomba tuendelee na maisha yaendelee mke wangu. Lakini tambua mumeo ni kwa hivyo. Shangazi, nisamehe, sikupenda kufanya yote haya, ila nilifanyiwa kipindi niko na umri mdogo, ila naomba unisamehe. Mjomba, mkwe, si lengo langu. Nina akili, nina elimu ya kutosha, najua si jambo jema, ila nilishafanyiwa tangu mdogo. Na waomba wamama wote, vijana, wazee mnaolea mayatima, kuweni makini sana juu ya watu ambao wanataka kuwasaidia mayatima. Wengi wao hawana nia mbaya, lakini hao wanaowakabidhi ama wanaokwenda kuishi nao pamoja hawana nia nzuri, kwa kudhani kwamba mayatima hao watafilisi mali zao, hivyo wanaona bora waharibie future zao. Nisikilize ndugu mpenzi msikilizaji, tujifunze jambo juu ya hili lililomtokea Peter. Mimi naomba sana mnisamee na tuwe makini juu ya hote haya. Asante. Mimi ni Mengi Simulizi, na msimulizi wako najulikana kwa jina la Mr. Mengi aka Kisiki. Asante kwa kunisikiliza.